upako unaweza kufanya ukapata uongozi. Pia unaweza kupewa upako wa kusaidia watu. Mungu yaani upako humchagua mwanadamu kwa kazi ya Mungu humpaka mtu ili amtumie katika huduma. Mungu anakupa upako ili ule upako uutumie kwa ajili ya huduma au kwa ajili ya uongozi au kwa ajili ya kusaidia watu. Kuna watu wameitwa kwa namna tofauti. Kuna watu wana upako wa kusaidia watu, kuna upako wa watu wengine wamepewa upako wa uongozi. Upako wa uongozi. Ndio maana kuna watu unakuta familia Mungu anaweza kushangaza. Anashangaza labda familia moja au ukoo mmoja. Ukawa yaani ule ukoo ni wa viongozi tu. Ule ukoo yaani wenyewe wana ni viongozi, yaani wenyewe ule ukoo wanatawala wengi. Kwa mfano hata kama mtu amesoma lakini anakuja kupata uongozi. Mungu humpaka mtu ili amtumie katika huduma au uongozi au kusaidia watu. Kuna watu wamepewa upako wa kusaidia wengine. Unamkuta mtu amejinyima kabisa, anampa mtu anamsaidia mtu, lakini yeye ndani hata unamkuta hana chakula. Kile kidogo ambacho anacho anajikuta amekitoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upako wa Mungu. Na yeye amepakwa mafuta ya kusaidia watu. Unakuta mtu kabisa, labda tuseme kwa mfano mtu aliyeitwa kwa kusaidia watu, kwa mfano labda ana shilingi 1,000, anataka kwenda kununua kitu. Mungu alivyo wa maajabu, kama mpaka wa mafuta ya kusaidia watu, unaweza kuwa umebakiza ile shilingi yako 1,000, ukaenda ukasema kabisa unaenda zako, labda tuseme unaenda zako senta, unaenda kununua kimboga chako uje ununue. Unakutana na mtu anahitaji kama hiyo jaribu lako. Mtu amepakwa mafuta, amepewa upako wa kusaidia watu. Amepewa upako wa kusaidia watu. Aya, kwa mfano Daudi kwenye Biblia, neno la Mungu. Tukisema ile tunamwona Daudi, tusome Samueli wa kwanza na ule mstari wa 16. Samueli wa kwanza ule mstari wa 16 na mstari ule wa 12. Neno la Bwana linasema, tumwangalie Daudi jinsi gani Mungu alimpaka mafuta. Inasema basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Tangu siku ile Samueli tunaona Daudi alipakwa mafuta. Daudi alichaguliwa. Hapo tunajifunza kwamba Mungu haangalii ukubwa wa mtu,
au mdogo kiasi gani.